Mtazamaji, ni siku mpya tena leo hii kupitia Max News ya Maximum TV. Tumempata binti, huyu ni socialite wa mtandao wa TikTok. Ni binti ambaye anaonekana sana kwenye mtandao wa TikTok, lakini pia amejizolea umaarufu wake kwa jinsi ambavyo mara nyingi sana anakuwa anacheza sana kwenye video zake za TikTok, lakini pia watu wanampenda kiukweli na jinsi ambavyo ni binti mdogo, lakini jinsi ambavyo ameumbika, amegawanyika. Kwa hiyo watu wengi sana wamekuwa wakimzungumzia sana na kusema je, yaweza kuwa ni kweli au vipi? Sasa tukaona sio mbaya kwa sababu sasa hivi watu wengi sana wanapokea watu wa Instagram. So tuko na binti huyu hapa. Tutakwenda kumjua jina lake, lakini pia tujue kitu ambacho anakifanya kwa sababu leo hii yupo hapa Maximum TV. Mambo poa? Mzima? Mzima. Hongera kwanza kwa kuwa mrembo. Asante. Nilijua bwana ni mitandaoni tu huko, kumbe na live pia ni mrembo hivyo hivyo. Yes, mimi ni mrembo. Sawa, unaitwa nani kwa majina? Naitwa, jina langu Harris, naitwa Priska Patrick. Ni binti wa miaka mingapi sasa? Na miaka 19. Una miaka 19? Yes. Na unakaa sana wapi? Kwetu kabisa ni Mwananyamala ambapo nilipozaliwa. Yes. Na asili ya familia yako ni watu wa wapi sasa? Sisi ni watu wa Morogoro, wa Pogoro. Yeah. Sawa, nimekuona sana kwenye mtandao wa TikTok ukiwa unapenda sana kupost ukiwa unacheza na nini, unafanya zile jokes za hapa na pale, lakini watu wengi sana wakawa wanakufuatilia. Nataka tuanze hapo. Rasmi kwa mara ya kwanza uliingia kwenye mtandao wa TikTok ilikuwa ni mwaka gani? Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka jana. Nilivyoingia ilikuwa kama ni mwezi wa 8, yes. Ndio rasmi mara ya kwanza. Yes, mwezi wa 8. Nani alikushawishi ukasema ngoja niingie kwenye mtandao wa TikTok? Mimi mwenyewe kwa sababu naona watu wengi wanaingia TikTok. Yaani watu wengi wanatoka kupitia mtandao wa TikTok sana kwa mimi ninavyoona. Yes. Kwa kuona sio mbaya na wewe ujiunge rasmi uwe mwana TikToker. Yes. Hongera sana. Asante. Umeupiga mwingi. Ndani ya mwaka mmoja umetengeneza watazamaji wengi ambao wanakufuatilia, wanapenda video zako, na kila unapoposti naona watu wengi sana na like sana video zako. Kabisa. Nataka nifahamu sasa, wakati naingia nilipanga kufanya kwanza ni kucheza kwa sababu niliona kwanza ni wakusanye watu ili mradi baadaye nje kuonesha kipaji changu. Kwa sasa nikisema nianze kuimba itakuwa ni ngumu sana kupata watu followers. Itabidi uonyeshe kitu kingine mradi watu wakuzoee namna tofauti. Kwa lugha rahisi ulikuwa unawatengenezea attention kwanza. Mtulie sasa, nionyeshe kwanza mauno, nionyeshe jinsi nilivyoumbika, baada ya hapo niwaletee muziki. Yeah. Lakini umeona pia watu wanafanikiwa kutokana na kufanya hizo video za mitandaoni, lakini pia na kuimba sana. Yeah, naona watu wengi wanafanikiwa kutoka huko. Kwa mfano dadangu Yami hapo, naye pia amefanikiwa kutoka huko. So ni hivyo, na mimi pia na imani one day yes nitatoka. Yeah. Okay. Sawa, tuendelee sasa. Ulivyoanza rasmi kuanza kufanya zile video zako, kulikuwa kuna ugumu aina yoyote? Labda kuna wakati unaona mbona zitazamwi na nini? Unavyoanza kwa sababu mafans wanakuwa ni wachache. Yes, nikuwapo naona ugumu sengine nahisi kama mtu yani sielewi kwa sababu unakuwa unatuma video afu watu wanaoangalia ni wengi afu likes zinakuwa chache, inakuwa ni unajisikia so vizuri. Yeah. Lakini kwa sasa hivi imekuwa kubwa kwa namna yake. Yeah, kwa sasa hivi imekuwa kubwa, namshukuru Mungu. Watu wengi wananifuatilia. Yeah, hivyo. Lakini pia nataka nifahamu sasa, unadhani kwa sasa hivi watu wengi wamekuwepo kwako ni kwa sababu gani hasa? Mimi naona kwa jinsi labda muonekano wangu, yes, the way nilivyo. Ulivyoje? Nivani nimeumbika. Ndio. Na wewe pia unajitambua kwamba umeumbika? Yes, najijua. Tuambie sababu za msingi za kufanya wewe ujitambue kwamba umeumbika. Watu wengi unajua wanakuambia mtoto hivi umekuwa, sengine napata malalamiko, watu wananiambia basi so mimi vile nilivyo kwa sababu wananiona umri wangu na mimi the way nilivyo nakuwa kama mtu ni ngumu sana kuamini like hivyo. Yes. Lakini ukijitazamaga unasemaga yes, Mungu kafanya maajabu yake. Yeah. Kinakupa nguvu, kinakupa kujiamini. Yes, kinanipa confidence kama hivi. Na nadhani pia ndio imekuwa sehemu ambayo unaitumia sana kuwaonyesha umbo lako watu kwa ajili ya kuwakusanya kwa wingi zaidi. Yeah. Kumbe unajua unachokitaka. Naelewa, bila kufanya hivyo huwezi pata watu. Yeah.
Kuna baadhi ya comment 2-3 kuna wengine wanasema kwamba unafanana na Lulu wakati enzi zile kwa mdogo. Kuna watu washe kuambia hicho kitu? Nimepata ya. Wanakuambia kwamba unafanana na Lulu wakati bado mdogo. Yes. Na unapenda sana ukiona unaambiwa hivyo? Nafurahi kwa sababu ni mtu mkubwa na pia yeye anatambulika kila sehemu. Cause ni heshima. Unajua mimi nafanya kitu ambacho ninachokipenda mimi, siwasikilizi watu ambao wanaosema, kwa sababu ukimsikiliza kila mtu anachoongea unakuwa ufiki mbali. By the way, mwingine atakuona atakusema hivi, ni kawaida, kwa sababu huwezi ukamwekea mwanadamu kila neno aliseme jinsi wewe unavyotaka. So ndio hivyo, nimezoea, but wengine wanasema, wengine wananisifia, ila ndio hivyo, tunapambana. DM zinasoma sana. Ni nyingi. Nyingi sana. Sana. Unaziepukaje sasa? Kwa kweli nimepata DM nyingi sana Instagram. Ni nyingi sana kwa sababu mimi sibezi sana katika mtandao wangu wa Instagram, na pia situmii sana, nipo sana TikTok. Ila watu nikiingia kama hivi live nini, naambia kwamba wanitafute, wanifollow, wanitafutie Instagram, natumia jina la Young Princess. Kwa mtu akini DM ananiambia ana shida yake, wengine wapo ni wengi, ni wengi sana. Umesema jina lako linaitwa Young Princess. Kwa mtu yote ambaye anakufuata TikTok anakupata kwa jina hilo hapo. Kabla ya hilo jina, mwanzoni ulikuwa unaitwa nani? Jina langu kabisa ni Priska. Yes, nilopewa na wazazi wangu. Naitwa Priska Patrick. Bas hiyo Young Princess nimepewa na kaka yangu. Anaitwa Daniel Rigoneko. Ambaye ni kaka yako kabisa? Yes, ni kaka yangu. Aliniambia kwamba yeye mwenyewe alikuwa anajua kwamba mimi naimba. Akaniambia, mdogo wangu, tutumie jina hili ya Young Princess, itakuwa ni vizuri kwa sababu hivyo yani. Na sasa hivi unalikubali na unaelewa ni jina zuri sana? Yes, na ndio ambalo ninatumia sasa hivi kote na ninafahamika. Na toka umeanza TikTok haujawahi kutumia jina lolote isipokuwa hilo Young Princess? Yes. Una account mbili za TikTok? Na account mbili, ya mara kwanza na ya sasa hivi. Ya mara kwanza niliacha kwa sababu kuna vitu fulani vilitokea, but now nilifungua hii account mpya mwezi huu, lakini nashukuru Mungu now na followers 50k hivyo. Yani nimeenda kiasi kikubwa ambacho kila mtu anajiuliza umepataje? Kwa kuwa wao ndio wameniweka mpaka mimi leo nimekuja kuonekana hapo. Otherwise bila wao kunisupport mimi nisingejulikana pia. Kuna kazi yoyote labda ya tangazo aidha au biashara yoyote tu ushaliko labda kuipromote, kuitangaza? Yes, sana. Zipo. Na unapiga hela? Yes, lakini ninapiga ndio, lakini sijaanza ile maalumu kabisa. Sana kazi gani ambazo unakuwa unatangaza? Ni kama nguo. Hizo sana ni nguo. Kulipa hela ngapi? Za wanawake, nategemea, sio nyingi. Lakini unakuwa unafanya tangazo la mwezi, la siku au inakuwa? Ni la siku. Yes. Na kwa siku unalipa shilingi ngapi kwenye kila tangazo? Kwa siku moja 50 kawaida. Yaani mimi hivyo. Mimi mtu mzito sana. Mtu mzito wapi? 50? 50 bwana, ndogo sana. Ila sema ndio hivyo. Unasaidiana na maskini wenzetu? Kwa sababu huwezi ukajiweka juu kwa sababu unajijua labda ni piskali au vipi. No. Mtu akiwa na 30 anambia mdogo wangu hicho mimi na shida hivi na hivi, huwezi kumkatalia. Sawa, kuna watu waga na wajibu nomo sana, wale ambao wanakuaga wanakutukana aidha wanakufedhesha huko kwenye comment, si ndio? Nataka nifahamu sasa kwa upande wako, kwa nini waga na wajibu nomo? Umetazama kitu gani hasa? Unajua mimi sipendagi sana kubishana na watu, kwa sababu unavyobishana na mtu ndo unazidi kumpa bichwa. So as unajibu tu vile the way ambavyo wao wanataka, in short tu kidogo. Na uaga ikuumizi kwa namna yoyote? Kuumia tunaumia, lakini utazoea kwa sababu ni mitandao. Lakini pia nataka nifahamu sasa kwa upande wako, si ndio? Sasa hivi umesema kwamba unatazamia kuanza kazi yako ya muziki rasmi. Mara nyingi sana nimekuona ukiwa unaposti video ukiwa uko studio na nini, lakini kama vile haupo serious sana. Mpaka sasa hivi una nyimbo ngapi ambazo umezirekodi? Mimi nazo demo tu ambazo ni za wasanii mbalimbali. Wewe unafanyaga cover? Nafanya cover na mimi pia nafanya nyimbo zangu, but sijapata mtu ambaye wako nisimamia ambaye alikuwa serious. Yes, sijampata. Mimi mwenyewe naungaunga hivyo, tukipata 200 300 pata huku tunaenda studio. Hizi za mwenzangu na mimi umempa 20,000 ngapi, anakurekodia kama ni demo hivyo.
Lakini unaamini una kipaji cha muziki? Yes, najikubali, naamini. Yeah. Nataka nifahamu sasa kwenye kwa upande wa familia yako. Nyumbani pale unakaa umesema na wazazi wako ambaye ni nani? Nyumbani sisi tunakaa ni familia. Baba, mama na ndugu zangu wengine. Mpo wengi tu kumbe? Yes, tupo wengi. Na wewe ni mtoto ngapi kuzaliwa? Mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa katika watoto wanne. Yes. Kwa kumbe una ndugu zako wawili? Na ndugu zangu wawili. Dada mkubwa? Na dada mkubwa mmoja ambaye sasa hivi yupo chuo. Sawa, nataka nifahamu sasa ulivyoanza hii mitandao wazazi wako hawakukumind labda kwa namna yote, kwa sababu kuna wakati unakula kanga tu alafu jinsi ulivyojishikilia pale mzazi mwenyewe akiangalia mtoto wangu anaonyesha watu jinsi alivyoumbika, kwa hiyo kuna wakati ataona labda haya na nini. Kuna namna yote mzazi kashakwambia maswala? Kwa kweli ipo, kwa sababu mzazi pia hapendi kwamba mwanae mtoto seme labda haribika kama vipi. Yes. Ipo, kuna mzazi anaweza kuambia mwanangu usifanye hivi na hivi, kwa sababu mimi napenda fans yangu na napenda music, ndio maana naona ni njia kubwa kuita watu ni vile. Mzazi anaongea kweli, anaongea sana. Nani ambaye mara nyingi anakuambia kati ya baba na mama? Babangu mimi hapendi sana mambo haya music, sijui kucheza, apendelei sana. By the way, tunavyoenda hivi ndio hivyo, amezoea, anaamua bora niache tu niendelee nikaimbe kwa sababu ndio kitu ambacho ninachokipenda. Na masuala menginewe yanaenda vizuri, anakusupport yeye kama yeye mzazi? Yeah, kwa sasa hivi ananisupport, nashukuru Mungu, sio kama zamani asi hivyo. Ila mama wakati wote yuko tayari na wewe? Unajua mama, watoto wa kike sisi hakuna kama mama anavyosema. Yes, mama yupo mstari wa mbele sana kwangu. By the way, kuna muda anaweza kukwambia hiki sicho mwanangu. Hivyo nampenda sana mamangu. Yes. Kupitia mitandao ambayo upo kwa TikTok, ni kero gani ambazo huzipendi sana? Kuna wakati zinakutoa nje ya malengo, unatamani hata usiwepo mtandaoni kwenye TikTok, lakini kwa sababu una ndoto unabakia kuwepo hapo. Kero zipo tena nyingi tu, sababu mtu sengine akujui na hujai kuonana, ataweza kusema, atakuongelea kitu kibaya. Hivyo tukwambia kitu kibaya chochote ambacho kitakachokukwaza moyoni mwako. So muda mwingine unajifikia, unaona unajifikia kwanza TikTok yenyewe sengine labda sijui ni lipi mara hivi hivyo. Kwa hiyo unakuwa unafikiria mambo mengi na kukatisha tamaa. Najua kupitia kwa umri wako huu uliokuwa nao utakuwa unakutana na wanaume wengi sana ambao wanakuwa wanakutaka. Ni kweli si kweli? Kweli. Maelfu. Au mamia? Maelfu. Wanakuwa wanakusumbua sana wakiwa wanahitaji mahusiano. Na unakuwa unafanyaje sasa kuweza kuzipinga pia hizo ambazo zinakuja? Unajua msichana ni akili ni mwako, kichwani mwako. Yaani wewe mwenyewe the way ulivyo. Yeah. Siwezi ongea sana kwa sababu mahusiano ni kawaida. Mimi mtoto wa kike. Yeah. Kama mwenyewe umeamua kujiheshimu na kutulia na mtu mmoja, utaweza kutulia na wewe. Kwa mimi ninavyoona. Yeah. Kwa sasa una mahusiano? Kwa sasa. Niona pia kwenye status yako umeandika masuala ya Valentine Day haikuhusu, inawahusu watu wengineo, nikacheka sana. Kwa sasa hauna mahusiano? I say hilo jambo tuacheni na. Nisemaje? As long ninayo. Kwa kuna mahusiano? Ndio, ni unayakubali sana? Sana. Au mahusiano yaeleweki? Na msimu huu wa Valentine Day? Kawaida, cause kuna kuachwa hivyo. Kwa tushazoea. Nimeona pia umekuja na Big Boss hapa bwana, ndinga kali, Prado nzito kabisa. Ni meneja wako ama ni nani yako? Kama hivyo, ni meneja wangu, kanitoka nyumbani. Nimempigia simu. Kanileta mpaka hapa, nashukuru. Yeah. Sio pia tunafurahi kukuona hapa. Turudi kwenye upande wa muziki wako sasa. Umesema kwamba umeshafanya baadhi ya nyimbo chache ambazo ni demo. Kwa hiyo maana yake changamoto kubwa kwako ambaye inakwamisha muziki wako kwenda mbele ni kitu gani hasa? Changamoto kubwa ni pesa, kwa sababu muziki unahitaji ni hela. Muziki unahitaji hela. Tunapata shida sana watoto wa kike tukienda studio. Na zinafahamu mnawajua kwamba nasema kwamba wale watu ambao wanatusaidia producer, yes, wanakuwa wanatamani sana kutoka na sisi ambao tunaoenda kufanyaje kurekodi. Yaani hiyo ndio changamoto ambayo kubwa sana inayotuumiza kwa sisi watoto wa kike. Na huko pia waga unafanyaje sasa kukwepa hizo fedha hizo?
Yani mimi kwa sababu mimi nilikuwa nafanya biashara, nikipata hela kidogo ndio huwa naenda kuelekezea huko, natoa cover kama ya msanii kama kazi Melody uliyoiona ile kicript kidogo nafanya hivyo. Japo sijui kama najua sana kuimba au vipi, lakini ninachopambania kwangu nifanye mazoezi tu hivyo na pia hivyo yani. Yes. Kwa maana yake ikitokea siku umepata management nzuri inayojitambua na inayothamini uwezo wako, unaweza kufanya kazi kubwa na mambo yakawa mazuri. Yeah, inaweza. Na unaandika mwenyewe muziki wako? Yes, muda mwingine naandika mwenyewe, sengine naandikiwa. Na mpaka unaandikiwa maana yake unakuwa umeshindwa kuandika ama kunakuwa kuna nini? Hapana, inategemea na muda ambao ulikuwepo. Yaani sema labda ni feeling ambazo zilikuwepo. Kuna muda unakuwa una mawazo, unaandika kitu ambacho kilichokuwepo akilini mwako, si ndio? Na kuna muda mwingine unakuwa ni haupo serious sana katika kuimba. Yeah. Video zako mara nyingi sana zinakuonyeshaga mazingira ya nyumbani, si ndio? Kama mwanzo ulivyosema kwamba utakagi ku pretend, si ndio? Kuna wakati unaweza kuwa uko nyuma, yani uko hapa mbele afu kwa nyuma kuna ndoo zimepangana pale, kuna wakati mwingine masafuria, kuna wakati umeshikilia ungo labda ndio unajiandaa kupika na nini. Jinsi unavyozidi kukua, umejikadiria labda utakuwa unabadilisha baadhi ya maeneo ili endane sawa na status uliokuwa nayo ama ndio hivyo hivyo utabakia? Kwa kweli kwa hapo sijui. Ila mimi ninachoona kwa sasa hivi siwezi nika pretend. By the way, nikipata hela kama kweli nikiwa na maisha mazuri nitafanya kile ambacho nilichokuwa nacho. But now nitafanya kile ambacho maisha yangu mimi mwenyewe niliokuwa nayo. Siwezi nika pretend labda kusema nitoke hapa niende sehemu fulani kurekodi. No. Hapana. Na wengi sana wananiambia nibadilishe mazingira, lakini siwezi fanya hivyo kwa sababu ni uhalisia maisha yangu. Wengine wanakuona nakwambia yani mdada pisi sana, sijui na nini, lakini anaishi mazingira hivi. No, tujikubali tunapoishi, tusipende ku pretend maisha. Tuishi maisha ambayo tulikuwa nayo. Yes. Inakuwa vizuri. Lakini pia kwenye upande wa huko kwenye masuala ya mitandao huko, kuna baadhi ya watu washe kuja wakakutana na wewe hata mtaani wakati unatembea, sema nakujua. Ndio. Yes. Ishatokea ukaombwa hadi picha pia? Nimeumbwa. Yes, nimeumbwa. Mara nyingi ambao waga wanaonyeshaga kukujua wewe ni wanawake au wanaume? As long as simi. Wanawake pia wapo, ila watu wengi sana ni wa kiume. Yes. Men's wanakukubali sana. Yani sana, na mimi pia nawapenda sana na pia nakubali. Sawa. Mimi nimefurahi kwa time yako, lakini pia mimi naamini watu wataendelea kufuatilia mitandao yako ya kijamii hususan Instagram pamoja na TikTok kama Young Princess, si ndio? Na mambo mengine mengi yatakaye kuja kutoka kwako, si ndio? Unapenda filter? So sana. Kwa nini wago unatumia filter? Natumia tu kwa sababu yani hivyo imewekwa, mradi utumie tu ili mradi. Ukijitazama wewe unaona kuna ulazima kutumia filter? Hapana, sio lazima. Lakini unatumia kwa sababu imewekwa. Tunatumia kwa sababu imewekwa. Unaishi kuwa na kitu gani hasa ambacho kinaweza kukutengenezea njia nzuri ya kuonekana vizuri kwenye mtandao wako wa TikTok? Ingawa wengi tunaonaga wanakuwa na zile iPhone either labda 14 Pro Max au 13 Pro Max au 12 Pro Max na nini hivyo. Wewe kwa upande wako unawish kuwa na kitu gani ambacho naamini kwamba nikiwa nacho hichi itakuwa the best kuweza kufanya vitu vyangu vya TikTok? Yani kwa mimi labda ni simu tu, ambayo nipate simu nzuri tu ya kurekodia basi, na kitu cha kurekodia hivyo. Kwa sasa unatumia simu gani? Natumia Samsung A20. A20. Yes. Na unaikubali sana kwenye kazi? Naikubali, japo watu wananisema sijui na nini hivyo, nakubali. Na anayekuaga na kurekodi sana ni nani? Mara nyingi sana unaga simu inashikiliwa alafu unakuwa unacheza. Anayekurekodi sana kuaga ni nani? Kujirekodi na jirekodi mwenyewe. Serious? Unaisimamisha wapi? Yani naisimamisha popote, iwe kwenye godoro, iwe kwenye unaweza kupanga hata ndoo kaiweka kwa juu. Yani hata kwenye dirisha naweka. Lakini lazima uhakikishe na kuchukua. Yes, hivyo. Na katika sehemu ambazo lazima uhakikishe simu imechukua katika sehemu yako ya mwili wako ni sehemu gani? Makario. Ni muhimu sana. Sana. Lazima yaonekane. Ndio. Sababu ndo target yako. Hongera sana. Asante. Sawa, mimi nafurahi kwa time yako, lakini pia naamini mambo yatakuwa mazuri kabisa au vipi? Nashukuru Mungu. Sawa. Sawa, unaweza ukawaaga watu wanakutazama sasa hivi kuambia chochote pia ili mradi uendelee kufuatilia kwenye mitandao yako yote ya kijamii. Mimi sina mengi, but naambia nakubali sana mafans wangu. Nawapenda pia
Hivyo sina mengi zaidi ya kuwakubali tu. Yes.